بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، نواصل درسنا من دروس مهمة للنساء، ambapo leo hii kwa muda huu hivi sasa tutasoma ad-darsu al-khamis wa 30, somo la 35 kuhusiana na zinatul mar'ati al-muslima as-salafiyya, pambo au mapambo ya mwanamke wa Kiislamu, mwanamke wa kisalafi. Yapi katika mambo ambayo ameruhusiwa kujipamba na yapi ambayo amekatazwa kujipamba? Katika darasa za nyuma tushaona kuwa mwanamke wa kisalafi yeye hafanyi yeye an-nams, hafanyi yeye an-nams wala hafanyiwi an-nams. Kwa hiyo hakuna kupamba au hajipambi mwanamke wa kisalafi kwa kunyoa nyusi zake wala kwa kukata wala kwa kunyofoa nyusi zake. Na katika darasa iliyofuata tukajifundisha kuwa pia mwanamke wa kisalafi kuhusiana na masala at-tashqir, kupaka rangi nywele za nyusi zake, tukaona kwamba masala haya wamekhtalafiana ahlul ilm, hivi akawa ni katika mambo yenye shubha kama walivyotaja baadhi ya wanachuoni. Kwa hiyo almar'atu as-salafiyya anasihiwa aache mambo hayo, aachane na jambo hili la kufanya tashqir, hata kama Sheikh amesema kwamba ni jaiz. Yeye amemili katika kauli ya maulama wanaosema ni jaiz, lakini mwanamke wa kisalafi anasihiwa katika suala zima la at-tashqir. Al-afdal wal aula ni kuachana nalo, ni kutojipamba kwa kupaka rangi katika nyusi zake, labda itakapotokea kuna haja imeita yeye kufanya hivi, kuna aibu ipo na mfano vitu kama hivi, kwa sababu ya kutaka, kwa ajili ya kutaka kuondoa katika hiyo khilafu. Ama itakapokuwa mwanamke amefanya hiyo tashqir, nasema hatusemi kwamba yeye kafanya jambo la haram, hatusemi kuwa amefanya jambo la haram, kwa sababu masala yana khilaf baina ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala. Lakini katika masala lubsul adasat, kuvaa miwani, kadhalika tumeona kwamba almar'atu as-salafiyya, mwanamke wa kisalafi anaruhusiwa kuvaa au kujipamba kwa kuvaa miwani, amrun jaiz, lakini kwa masharti ambayo wameyataja ahlul ilm, kwamba hiyo miwani isiwe na mwanga au isiwe na muonekano mfano wa macho ya nani, ya wanyama. Lakini pili, avae hiyo miwani baada ya kuwa ametaka ushauri kutoka kwa nani, madaktari wamruhusu lenzi hii inafaa avae hii. Akifanya hivyo, al-amru fi dhalika wasi'. Na hivi sasa bi'aunillah tabarak wa ta'ala tunaingia ad-darsu al-khamis wa 30. Yaqulu al-sheikh hafidhahu Allah ta'ala: tarkibu al-adhafiri as-sina'iyyati la yajuz, kupandikiza kucha za bandia ni jambo halifai. Tarkibu al-adhafir as-sinaiya la yajuz, kupandikiza bandia au kucha za bandia ni jambo halifai. Tarkibu al-adhafir as-sinaiya la yajuz, kupandikiza kucha bandia, mwanamke kupandikiza kucha bandia ni jambo halifai, ni haramu. Halifai jambo hilo. Na
masala haya aliwahi kuulizwa al-allamatu Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, faqala rahimahullah, akasema tarkibu al-adhafiri au tarkibu al-adhfari la asla lahu, kuweka kucha bandia ni jambo ambalo halina asili kwenye sheria. Wala yajuzu tarkibu al-adhfar, na wala hairuhusiwi kwa mwanamke kuweka kucha bandia. Bali alwajibu was-sunnatu, bali jambo la wajib na jambo la sunna, qasruha, ni kuzipunguza hizo kucha. Qasruha ni kuzipunguza hizo kucha. Wa qallama fi aqall min 40. العلامة ابن باز رحمه الله تعالى anasema kuwa haifai akaziacha hizo kucha mwanamke wa Kiislamu, bali alwajib was-sunnah, bali jambo la wajib, bali jambo la wajib na jambo la sunna, qassuha wa qalmuha fi aqall min 40. Qassuha ni kuzikata hizo kucha, wa qalmuha na ni kuzikata hizo kucha na kung'oa nywele zake za kwapani, في أقل من 40، في أقل إيش من 40. كذلك يلز سمدسيري kwamba zisiachwe hizo zaidi ya siku 40. Kinachotaika jambo la wajib na jambo la sunna ni kukata na kupunguza kucha. Qassuha wa qalmuha ni kukata na kupunguza kucha, fi aqall min 40, ndani ya kipindi kisichozidi siku ngapi? 40. Ndani ya kipindi kisichozidi siku ngapi? 40. Mwanamke anatakiwa asiache nywele zake au asiache kucha zake bali azikate hizo kucha zake au azipunguze hizo kucha zake ndani ya kipindi kisichozidi siku 40. Hiyo ndio sunna na ndio jambo la wajibu. يقول أنس رضي الله تعالى عنه، على سيما أنس رضي الله تعالى عنهم، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، alituwekea sisi wakati mtume alayhi salatu wassalam, fi qass ash-sharim, katika kupunguza masharubu, wa qalmi adh-dhufri, na kukata kucha, wa natfi al-ibti, na kutoa nywele za kwapani, wa halqi al-ana, na kunyoa nywele za kinenani. Alla nada'a hadha, tusiache vitu hivi, akthara min 40 layla, zaidi ya siku 40, tusiviache zaidi ya masiku hayo. Na katika lafzi nyingine, waqata lana rasulullah, ametuwekea wakati mtume alayhi salatu wassalam. Farrajulu walmar'atu ma'murani biqalmi al-adhfari. Al-allamah ibn Baz akasema mwanaume na mwanamke wote wameamrishwa kukata kucha, fi aqall min 40 layla, katika kipindi kisichozidi siku 40. Fa kaifa taj'alu laha adhfara, vipi mwanamke aende kununua nywele au kucha za bandia akaziweka kwenye kucha zake? Hadha munkarun, hili ni jambo ovu, la wajha lahu,
hili ni jambo ovu la wajha lahu, hili ni jambo la uovu usiokuwa na msingi wowote ule. Hili ni jambo ovu, tena uovu ambao hauna msingi wowote ule. Kwa hiyo hapo tunajifundisha kuwa almar'atu salafiyya, mwanamke wa kisalafi, la tatazayyanu, hajipambi yeye bitarkibil adhafir as-sina'iyyah, kwa kupandikiza kucha za bandia. Almar'atu salafiyya, mwanamke wa kisalafi, la tatazayyanu, hajipambi yeye bitarkibi, kwa kupandikiza al-adhafir as-sina'iyyah, kucha za bandia. Mwanamke wa Kiislamu, mwanamke wa kisalaf, la tatazayyanu, hajipambi mwanamke huyo bitarkibi al-adhafir as-sina'iyyah, kwa kupandikiza kucha za bandia katika kucha zake, hajipambi kwa mapambo hayo. Kwa nini? Liannaha ma'muratun, kwa sababu yeye ameamrishwa. Liannaha ma'muratun, nasema hivi, almar'atu as-salafiyya, mwanamke wa kisalafi, la tatazayyanu, hajipambi yeye bitarkibi al-adhafir as-sina'iyyah, kwa kupandikiza kucha bandia kwenye kucha zake. Kwa nini? Awalan, sababu ya kwanza, liannahu, kwa sababu kupandikiza kucha bandia mukhalifatun lis-sunnah. mar'atu salafiyya la tatazayyanu bitarkibi al-adhafir as-sina'iyyah. Kwa nini? Liannaha mukhalifatun lis-sunnah, kwa sababu kitendo hicho cha kupandikiza, liannahu mukhalifatun lis-sunnah, kitendo hicho kinakwenda kinyume na sunna, kwa sababu sunna imetuambia mwanaume na mwanamke wote wasiache kucha zao zaidi ya siku 40, bali wameamrishwa wakati kucha zao.